Mikopo hii inatolewa kwa mujibu wa sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura namba 290 katika hafla hii fupi ya kukabidhi mkopo wenye thamani ya milioni 255,789 na 500 kwa vikundi 19 ikiwa vya wanawake ni 11, vijana 7 na mlemavu 1. Vikundi vinavyopata mikopo kwa sasa vinapaswa kuwa imara, vyenye wanakikundi wanaojitambua, wanaotambua miongozo yao ikiwemo katiba. Pia vikundi vinatakiwa kuwa na mawazo bunifu yanayopelekea kuwa na miradi yenye tija. Wakumbuke kuwa kutotekeleza mradi walioiombea mikopo au kubadilisha mradi ulioombewa mikopo ni kinyume cha sheria na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni. Aidha, vikundi ambavyo havitarejesha kwa wakati kufuata mikataba walioijaza watachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni. Vikundi vikitoa taarifa ya uongo anakuwa amejipotezea sifa ya kuwa mnufaika wa mkopo wa 10%. Lakini pia kikundi ambacho hakijamaliza kurejesha mkopo wake wa awali atakuwa amepoteza sifa ya kuweza kuomba mkopo mpya. Kikundi kikitumia fedha za mkopo kwa matumizi tofauti na yale yaliyoombewa mkopo bila ya idhini ya timu ya management, kikundi hiki kitasitishwa kupatiwa mkopo. Kwa hiyo niwaombe, kama mmesema ni kufuga kuku, wekeni nguvu zenu kwenye ufugaji wa kuku. Mkishapata zile faida, ndio mtaanzisha hizo biashara zingine na ujasiriamali mnaotaka. Kwa hiyo usiseme unaenda kuwekeza kwenye kuku, wakati huo mkaanza pale ufugaji wa kuku, alafu mnataka tena kufuga kule ng'ombe na kule mbuzi, kwamba mpate faida za haraka. Matokeo yake mtapambana na changamoto kubwa na fedha hizi zitapotea. Na fedha hizi zikipotea, utawajibika kuzilipa. Wale mliokabidhiwa vifaa vitunze, wale mnaokabidhiwa fedha za miradi, fedha hizo ziingizwe kwenye hiyo miradi, zitumike ipasavyo. Na kila mara ukiona tatizo linataka kutokea kwenye hizi fedha, kumbuka kwamba hizi fedha umepewa kwa hisani ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio anasimamia makusanyo ya kodi na anapanga namna gani kodi za Watanzania azigawe katika shughuli za maendeleo. Mimi rai yangu kwa vijana na wakina mama, sasa hivi tuachane na ile mikopo ya kausha damu. Badala yake tuingilie mikopo hii ambayo imetolewa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupitia manispaa na halmashauri zote za Tanzania. Hiyo ni mikopo kwanza ambayo haina riba na haina usumbufu na masharti yake ni mepesi sana. Kwa hivyo kama mtaelekeza nguvu zenu kuelekea kwenye mikopo hii ya kawaida ya halmashauri, basi vijana mtanufaika, wakina mama watanufaika na walemavu pia watanufaika. Lakini kikubwa nchi nzima inanufaika kutokana na mikopo hiyo. Kupitia huu mkopo ambao tumeupata kupitia manispaa yetu ya Shinyanga, nafikiri utaweza kutukwamua sana vijana kutokana na mikataba kandamizi ambayo ilikuwa inatusumbua sisi. Mfano, unachukua pikipiki kwa bosi ambayo rejesho lake kwa kila siku ni shilingi 10,000, kiasi kwamba hiyo hela usipoipeleka muda mwafaka wakati mwingine inaweza kuleta shida. Lakini kupitia huu mkopo wa manispaa yetu ya Shinyanga ambao ni 10% ya vijana, tutarejesha shilingi 8,700 kwa siku, lakini hiyo hela utaiweka kwenye akaunti yako ndani ya mwezi mmoja. Kwa maana utakuwa na muda zaidi wa kujipanga kuweza kupeleka rejesho kwa wakati, kiasi kwamba hata ukikwama leo unaweza kusema kesho yako utakilia ili hela iweze kufanya kuendelea kukaa katika hali nzuri. Lakini tofauti na huo mkopo ambao ni wa kila siku, wakati mwingine kweli inaamka hali ya hewa ni mbaya na sisi ni binadamu, naamka wakati mwingine labda ujisikii kufanya kazi na tuia vigumu. Lakini kupitia mkopo huu tunapenda sana kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu Mama Samia Suluhu. Tunashukuru sana vijana wake kwa kutuona. Bila yeye nafikiri haya tusingeyapata sisi vijana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.